Unajua kuna watu hawapigi kelele, hawajionyeshi sana, lakini wanapanda juu haraka kuliko wote. Wakati wengine wanajituma sana kuonekana, wao wanajituma kueleweka. Sasa, swali ni hili. Je, unataka kuonekana mkubwa au kuwa na nguvu ya kweli? Na je, ushawahi kusikia wahenga wakisema, mwenye busara hunywa maji kwa kificho? Hii ndiyo siri ambayo watu wengi hawaijui. Katika maisha, kazi, biashara na hata mahusiano, si yule anayepiga kelele ndiye mwenye nguvu, bali ni yule anayejua kujisogeza kwa akili. Na hapa ndipo inakuja sheria 24 kutoka kwenye The 48 Laws of Power. Play the perfect courtier. Jifunze sanaa ya kujipanga kwa hekima mbele ya watu wenye nguvu. Leo utaelewa kwa nini si kila ukweli unatakiwa kusema moja kwa moja, jinsi ya kujenga ushawishi bila kupambana, na namna ya kupanda juu bila kuonekana kama unalazimisha. Kabla hatujaendelea, bonyeza subscribe, like na share, kwa sababu maarifa haya yanaweza kukupa advantage kubwa sana maishani. 1. Jifunze kusoma watu kabla hujazungumza. Watu wengi wanaharibu nafasi zao kwa sababu wanazungumza kabla hawajaelewa mazingira. Mtu mwenye akili anaangalia nani ana nguvu, nani ana influence, nani anaamua nini, kisha anajipanga accordingly. Mfano wa maisha. Kwenye kazi, badala ya kuongea sana kwenye meeting, unasikiliza kwanza, unaelewa dynamics, halafu unachangia kwa wakati sahihi. Ukweli, anayejua kusoma watu huwa hashindwi kuwapanga. 2. Usionyeshe ego, onyesha heshima ya kimkakati. Watu wengi wanapoteza fursa kwa sababu ya ego. Wanataka kuthibitisha wako sahihi, kushinda kila hoja, kuonekana bora. Lakini mtu mwenye akili anachagua heshima kuliko kushinda mabishano. Kisaikolojia, watu wanapenda kuheshimiwa, na ukiwapa hiyo heshima, wanakufungulia milango. Ukweli mchungu, wakati mwingine unanyamaza, sio kwa sababu hujui, bali unajua zaidi. 3. Ficha nia zako, onyesha tabia nzuri. Sheria hii inasisitiza kitu kimoja kikubwa: usiwe wazi sana. Watu wengi wanajiharibia kwa kusema mipango yao, malengo yao, mikakati yao. Mtu mwenye akili anaonekana mnyenyekevu, lakini ndani ana direction kali sana. Mfano, badala ya kusema nataka kuwa boss, unaonyesha uwezo wako polepole mpaka watu wenyewe wakusogeze juu. 4. Jua lini ujitokeze na lini ujifiche. Hii ndiyo sanaa kubwa. Watu wengi wanataka kuonekana kila wakati, lakini hilo linawafanya wachoke na kupoteza heshima. Mtu mwenye akili anajua wakati wa kuonekana na wakati wa kukaa nyuma. Mfano, unafanya kazi kubwa kimya kimya, halafu unajitokeza wakati wa matokeo. Ukweli mchungu: ukijionyesha sana, watu wanakuchoka. Ukijipanga vizuri, wanakuhitaji. 5. Jenga ushawishi bila kuonekana kama unalazimisha. Nguvu ya kweli si kupiga kelele, ni kuwafanya watu wakubali bila kujua umefanya nini. Hii ndiyo nguvu ya perfect courtier. Una lugha nzuri, tabia nzuri, utulivu, lakini ndani una strategy. Mfano, badala ya kumlazimisha mtu akubaliane na wewe, unamuongoza taratibu mpaka yeye mwenyewe afikie hitimisho unalotaka. Ukweli, ushawishi mkubwa hauonekani, unasikika kwenye matokeo. Ukweli ni huu: maisha sio tu kufanya kazi kwa bidii, ni kujua jinsi ya kucheza mchezo wa watu na nguvu. Sio kila kitu kinahitaji nguvu, vingine vinahitaji akili. Na mtu anayejua kujipanga anaweza kufika mbali sana bila kupigana sana. Kama umefika hapa, andika kwenye comment: ninajipanga kimkakati. Like video hii, share na mtu anayejituma lakini hajui kucheza mchezo wa maisha, na subscribe kama unataka kujifunza mbinu za akili, ushawishi na mafanikio.